ili sina kwa nini inaeleka una nini. Lakini ukinini kama hujamrejea safi tu na hakuna dhambi, akimaliza ila yake anasepa. Wanaoua watu kwa ajili ya mali ama wanaoua watu kwa kulinda vyao vyao, Uislamu unawatazamaje? Uislamu kila mtu anajua Uislamu unawatazama kwa hasira. Mungu kakataza asiuliwe mtu isipokuwa kwa haki ya kisheria. Maana yake unapokwenda kinyume unamudhi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Mungu anakasirika. Lakini ongezea katika as-sab'ul mubiqat, madhambi 7 mazito yanayoangamiza wafanyayo, wanaofanya madhambi hayo. Madhambi yote ni magumu, lakini kuna 7 mtume kayataja. Ijtanibu sab'al mubiqat, yakilieni, jiepusheni na madhambi 7 hatari yenye kupoteza watu. Ndani yake lipo hilo mauaji. Nini? Mauaji. Kwa hiyo usitegemee yule ambaye anataka mali kwa njia ya kuua wenziwe au analinda cheo chake kwa kuua wenziwe eti Allah atamtazama kwa jicho la mapenzi. Allah atamtazama kwa hasira. Ndio maana kule katika Mujadila alisema watilka hududullah, man yata'adda hududallah faqad hiyo ndio mipaka ya sheria ya Allah. Atakayepituka akaleta fedhuli kwenye mipaka hiyo, adui asitulaumu, kajionea mwenyewe, kalikoroga mwenyewe. Kalikoroga mwenyewe. Mungu atuongoze sisi na viongozi wetu, atutoe kwenye tabia kuuana kwa ajili ya mali na kwa ajili ya vyeo. Maana inasemekana sio kama kweli watu wanalekana misukule kwa hiyo wakati kwa matajiri. Ni hatari. Na kuna uwaji mwingine wa indirect, na kuna uwaji wa direct, na kuna uwaji wa indirect. Anataka awe tajiri, anaua nguvu za kiume. Wakati mwingine kulikuwa na watu watakiwa watoke pale. Huu nao ni sehemu katika uwaji. Si kama vijana wanaotumia sabuni. Si uwaji, si asili. Uwaji sio kwa rasmi na hafizi. Yaani mtu anataka awe tajiri, anakwenda kwa mwanga mmoja anaupa nguvu za kiume ili awe nani? Yaani unataka uwe tajiri kwa njia za kishirikina. Huu ni uwaji. Sasa wewe hapo ulipo unaua nguvu ya kiume. Unasema wale watoto tuliwategemea hapo watoke hapo wanatokea wapi? Unaua. Onda kuwa tajiri. Kwa hiyo uwaji ni jambo baya, ni jambo la kuomba Mungu atuondoshe huko. Lakini pia kama kulikuwa gonjwa hilo linataka kuingia kwa viongozi wetu au limeingia, Mungu aliondoshe gonjwa la kuwana. Wakati mwingine maneno yanaweza yakatosha pasina kutumia. Na swali lingine. Na wale kuna swali lakini liko nje ya mada. Ipo kwenye shada. Kwenye mada, labda ipo kwenye shada. Haya sema mimi. Swali ndio tunaenda mbali. Ilikuwa katika Douglas. Mazungumzo na kuna tasusi ya ikaja swali la kuulizwa kwamba katika mambo ambayo anayopaswa kufanyiwa mwanamke ambaye tayari ameachwa na yuko ndani ya eda. Sasa ukapatikana ufafanuzi kwamba anafanyiwa mambo yote kwa muda ambao unaye na yupo, na pia ikiwezekana hata kunani pia kuna nini. Na hakuna tatizo, muda ukiisha anaondoka. Kwa hiyo kwa kweli ilikuwa imenichanganya kidogo,
na akasema amelitoa katika sherehe katika kitabu cha Imam Uthaymeen. Tafsiri Imam Uthaymeen hapo ametoa dalili hizo za kuonyesha kwamba halina shida. Asante na swali la mwenzetu kwa namna nilivyomuelewa mimi, anamzungumzia mtalaka aliyekuwa kwenye eda ya rejea. Tuelewe? Ar-raj'iyya ndio anayemzungumzia. Ar-raj'iyya, mwanamke aliachwa talaka rejea, talaka moja ama mbili, ambapo sheria imesema mume ndio amtunze. Sasa katika yanayotakiwa kufanywa, aliposikia baadhi ya mawastaz wenziwe, wastaz anasema anafanyiwa kila kitu na yule mtalaka wake, kwa maana aliyemwacha, na hata ikibidi idghamu, unaweza ukafanya idghamu shay'in fi shay'in. Idghamu sina kwa nini inaeleka una nini, lakini ukinini kama hujamrejea safi tu na hakuna dhambi, akimaliza eda yake anasepa. Si ndivyo alivyosema hivyo? Kweli, lakini kakosea. Kweli, lakini kakosea. Mwanamke aliyekuwa kwenye talaka rejea, mume wake yule raji'i wake, maana yake ni raji'iyya na huyu ni raji'iyu. Raji'i anatakiwa amhudumie kila kitu yule, muda wa kuwa hajafanya mambo ya hovyo waziwazi. Si ndio? Mambo ya hovyo waziwazi inamlazimu yule mwanamume kumruhusu aende kwao, kiburi, mambo ya ufuska na kadhalika. Kanasihiwa ajirekebishi, kanasihiwa ajirekebishi, anaruhusiwa, kwa maana wazazi wake waliomchukua akamsikie kwao, atafanyiwa hayo. Sasa likaja swali kwa wanawavioni, je, katika kila kitu mwanamke yule pia anaruhusiwa kujipodoa kwa ajili ya kumshawishi yule mwanamume ashushe moyo amrejee? Si ndivyo hivyo? Ikitokea kabla moyo haujashuka kwa kumrejea, moyo sasa ukishuka umepanda, lugha hii inaeleweka Mwanamume akamwambia njoo tuongee kwanza. Kuingia ndani, idghamu. Hii idghamu ipoje? Ndipo palipokuwa na kauli tatu, ni jambo lenye ikhtilafu. Kuna kauli ngapi? Yaani hiyo kwa mkato, lakini kwa hisia kuna kauli 7 kwa unavyoona. Kauli ya kwanza ambayo ndiyo kauli ya Ahnaf ya Sheikh Nu'man ibn Thabit aka Imam Abu Hanifa, akifanza tu nini mwanamume, ile kufanza nini ndio rejea yenyewe. Hiyo ndio kauli ya Imam Abu. Kauli ya Imam Malik kumepokewa kauli mbili. Kauli ya kwanza, ikiwa ile nini aliyofanya lengo lake kurejea, itakuwa rejea, na kama lengo lake sio kurejea, kafanya tu kwa sababu ilipanga, haitakuwa rejea, itakuwa zinaa, itakuwa kazini, kwa sababu ili isiwe zinaa awe mkewe, na wakati hujamrejea nani huyo? Sio mkeo. Kauli ya pili ambao wamepita baadhi ya wanawavioni wa Malik, si mnatuambia ar-raj'iyyatu fi hukmi az-zawja, aliye kwenye talaka rejea yumo ndani ya hukumu ya mke. Kwa hiyo mimi nilizidiwa, nilichwemba, lakini sikukusudia kurejea, nilikusudia tu kuiweka fiti. Kwa hiyo sijamrudia na sio zinaa. Umeelewa? Wamejitetea kwa sababu ar-raj'iyatu fi hukmi zawja. Hanabila
Imam Ahmad bin Hanbal wao walimepita kwamba tutaangalia ule mdinyo ulikuja kwa lengo lipi, na tutamuuliza yule mhusika, na msema kweli alishawishi tu mzima. Na mimi kusudia kurejea kule. Siweziona maana tutakusema kauli zote sasa tutachelewa. Lakini kauli ambao wanasema wanavioni ndio kauli yenye nguvu ni kauli ya Sheikh Muhammad ibn Idrisa aka Imam Shafi'i. Ambaye anasema ar-rij'iyyatu qawlun li'anna ar-rij'iyyata fi hukmi an-nikahi wan-nikahu la yathbutu illa biqawli. Rejea ni maneno, wengi ndani twenda toka, twenda toka. Kama hujasema nimekurudia, hata kama umenuia, sio rejea. Umeelewa? Ndio kauli ya Imam Shafi'i. Ili iwe rejea, mwanamume afanye nini? Na ukusema yule asiyeongea kwa maana labda bubu, ishara yake itaingia katika hukumu ya kufanyaje? Ya kusema. Lakini kama mwanamume atatenda pasina kutamka, ndio kauli ya madhhabu ya Imam Shafi'i, hakusema, haitoshi kuwa nini? Rejea. Kama sio rejea, sasa ile ni dini, tuna hukumu wapi? Zina sio okay. Allah. La mwisho. Mauaji yanayoendelea Kongo yanakuaje? Maana inatoka wanajeshi kutoka nchi jirani, nchi mbalimbali kwenda kusaidia kule, wakiwemo wanajeshi kutoka katika nchi yetu ya Tanzania. Je, ile inakuwa fi sabilillah? Sio hivyo? Unaona? Asi tunatafuta fi sabilillah. Kongo wenyewe kwa wenyewe, je, fi sabilillah? Unasema? Baki maswali mengine kwanza unaanza kuchunguza. Siku moja tuko darasani na Sheikh Suleiman Ibrahim Kilemile alikuwa anasema mtanuia radhi, sina maana tofauti waulizaji maswali tukamtulize vichwa vyenu wakati unaform swali. Asije mtu akauliza, je shekhe, inasemekana mtu akitawala akijamba huko hana. Je, mtu katawala lakini hakujamba akajifisha kiroba cha ushuzi, huko anao? Shekhe alisema hili swala kinga. Ushuzi unajaa vipi kwenye kiroba? Kwa hiyo wewe mwenyewe kwanza unaangalia fi sabilillah, watu wanapigania dini, hawa wanakuwa fi sabilillah. Tutaangalia, tutahitaji istifsali na muda hautoshi, lakini yake kama wapo ambao tumethibitisha wanaonewa, tunathibitisha wanafanya nini? Sisi tulipokwenda hatukwenda kuwasha moto, tumekwenda kutengeneza, kuwatetea wanaonewa. Hapa itakuwa umeingia katika kutetea haki ya nani? Ya mwanadamu mwenzio. Hapa kama mteteaji ni Muislamu atapata thawabu, ni kama mteteaji sio Muislamu basi Mungu atampa neema ya kidunia tu, mengine ya Musa. Umeelewa? Kama anayekwenda kutetea wanaoonewa ni Muislamu, kwa kitendo chake cha kuwatetea watu wasionewe atapata nini? Kama sio Muislamu ataambulia duniani, akipata hela ashukuru yake ameisha. Serikali zinakupeni hela, kanueni chipsi, ongezeni wapi? Sababu hakuna. Kwa hatuwezi kusema fi sabilillah isipokuwa tutahitaji istifsal. Nyinyi mnakwenda, kimetokea nini? Na ndio maana siku moja nilisema wakati tunawazungumzia al-Shabab,
wale wanachogombea kwanza nini? Wakati mtu anasema ndugu zetu Waislamu wanagombea nini? Sisi tunakijua. Na kama ndugu zetu Waislamu, kwani wanaopigana Waislamu na nani? Somalia, Waislamu na nani? Mbona Waislamu kwa Waislamu? Nyinyi mnanielewa? Au kule sio hivyo? Somalia si Waislamu kwa Waislamu? Sasa jihadi, tumsikia wapi jihadi Waislamu kwa Waislamu wanauana? Pale hakuna jihadi, wale wanagombea nini? Nchi, madaraka. Lakini kuna watu wakapewa dini, wengine wakanyimwa. Hawa wasio watu wa dini, wenye dini ukiungana na hawa ndio wanafisi sabili. Hapana, hebu tulia kwanza. Unapotaka kuingia kwenye jambo ulifuatilie kwa kina, ulishibe, alafu ndio ingie nini? Inshallah mengine Mungu akijalia tutaendelea nayo kesho. Allah tufungue na tujenge katika imani. Allahumma rabbana alimna ma la na'lam wa fahimna ma la naf'a innaka antal azizul akram. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Fahma nabiyina wa sahata al-mursalin wa ibrata al-muttaqin wa ilhama malaikatika al-muqarrabin. Ya Rabbi hadha darsu la tafarhamna bihi wa تجاوز عما كان منا إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. واغفر اللهم لنا ولآبائنا وأمهاتنا أجدادنا جداتنا أمامنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا. أنت تعلم بأسمائهم وأنسابهم وحواشيهم من النسب والدين. وأمتنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.